Ni barua yenye msisitizo wa maridhiano, umoja na kipaumbele cha maslahi ya taifa ambayo imetolewa na mwananchi na mwanaharakati Cyprian Msiba. Akijitambulisha ni mwananchi kutoka katika kijiji cha Nyarugoma, kata Iramba, wilaya ya Bunda, mkoani Mara. Ikolenga viongozi wa vyama vya siasa hususan CCM na Chadema pamoja na viongozi wakuu wa nchi. Katika barua hiyo ndefu, Msiba anaeleza akianza kwa kusema, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia afya na uzima. Tanzania kama taifa teule la Mungu, ninawaomba na kuwashauri viongozi wa kisiasa hapa nchini hususan CCM na Chadema tuache kushindana, kwani madhara yake ni makubwa sana kitaifa na kimataifa. Amesisitiza kuwa vyama vinapita lakini nchi inabaki milele, hivyo usalama, visasi na kuhujumiana vinapaswa kukomeshwa kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Msiba anatoa wito kuwekwa mbinu sahihi za kumaliza tofauti za kisiasa, akionya kuwa kutokuelewana hakusaidii maendeleo ya nchi. Ameongeza kuwa hakuna mwanadamu aliyekamilika na kwamba viongozi wanapaswa kutambua watawajibika kwa Mungu juu ya matendo yao kwa wananchi. Akirejea maneno ya hayati Ali Hassan Mwinyi, Msiba anasisitiza kuwa uongozi ni koti la kuazima na cheo ni hadithi. Akiendelea, Msiba ameandika, kusameheana ni moja ya njia na nguzo muhimu sana ambayo iliponya taifa la Afrika Kusini baada ya Rais Nelson Mandela kutoka gerezani. Tunahitaji uliponya taifa hili lirejee kwenye mshikamano na pia turejee kwenye umoja wetu. Amesema kuwa misingi ya umoja iliyoachwa na waasisi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amri Abedi Amani Karume inapaswa kulindwa, huku akiwataka Watanzania kusameheana kuanzia viongozi wakuu hadi wananchi wa kawaida. Katika sehemu ya barua hiyo inayovutia zaidi, Msiba anamwombea msamaha Tundu Antipas Lissu Mugwai akisema, natambua na kuheshimu uwepo wa katiba, lakini wakati mwingine inahitajika busara na hekima kwenye kutekeleza majukumu ya msingi kabisa ya kisheria. Tundu Lissu ni binadamu, naye ana mapungufu, lakini asamehewe, ni Mtanzania mwenzetu. Amesisitiza kuwa lengo lake si kushabikia upande wowote bali kuliponya taifa, kuimarisha mshikamano na kurejesha heshima ya Tanzania kama taifa la mfano Afrika na duniani. Msiba anahitimisha kusisitiza umuhimu wa kuweka utu, haki na amani mbele ya siasa, akisema, mimi na wewe hatuna thamani zaidi ya Tanzania. Tunapaswa kuishi kwa kuheshimiana, kuaminiana na kuweka amani mbele kwa maslahi ya taifa letu. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika, akijitambulisha kama mwananchi wa kawaida kutoka Mara anaitakia mema nchi yake.